siku ya leo ambapo ni siku ya kwanza ya mwezi wa pili mwaka wa 2026. Basi tunataka kuenda kushirikiana kwa neno la Mungu ambalo kiini chake ni kuhusu ushuhuda na nguvu zake. Ushuhuda na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Njalo bape sifa. Maana ushuhuda ulitokea ama ulitokana na matendo. Ushuhuda ulitokana na matendo. Na ndiposa tukiwa hapa tunapozungumzia habari ya Yesu Kristo, tunazungumzia pia kuhusu ushuhuda wa matendo yake kwa maisha yetu. Njalo bape sifa. Kupitia kwa ushuhuda huu wa Yesu Kristo tumepiganiwa. Kupitia kwa ushuhuda huu wa Yesu Kristo tumekombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Yesu lipewe sifa. Na ushuhuda ulionekana kwa matendo. Waliokuwa wagonjwa walipona. Waliokuwa wamefungwa kwa vifungo vya pepo waliweza kufunguliwa na wakaweza kuwa huru. Huo ni ushuhuda ambapo hakuna mwanadamu yeyote wa kawaida aliyekuwa na uwezo wa kutoa pepo ama kumponya mtu. Hivyo nguvu ya jina la Kristo ilionekana kwa matendo, na kupitia hayo matendo ndipo ushuhuda ulipatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana bape sifa. Maana waliokuwa na maradhi mbalimbali na wagonjwa walipona. Na hapo ndipo ushuhuda uliweza kupatikana. Na kila mmoja mahali hapa ako na ushuhuda wake ambao Mungu aliweza kumtendea kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi shuhuda hazifanani, lakini kila mmoja ana ushuhuda wa Kristo ambao Mungu alimtendea kwa maisha yake. Jana bape sifa. Na maandiko yanatuambia ya kwamba kule mbinguni kulikuwa na vita. Na hizo vita zilipoendelea kupiganwa, mwisho wake maandiko yanasema nao wakamshinda shetani kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ushuhuda unatupatia ushindi katika vita vyetu. Amen. Ushuhuda unatupa uwezo wa kushinda. Ushuhuda ni silaha ya kumshinda shetani. Jana bape sifa. Mtu yeyote ambaye hana ushuhuda hawezi kupata ushindi wa vita kati ya yeye na nguvu za giza. Ndiposa kwamba kwa ushuhuda waliweza kushinda adui ambaye ni shetani. Jana bape sifa. Tumpigie Yesu makofi. Na ushuhuda ulisababisha kubadilika kwa maisha ya wengi katika miji mbalimbali. Maana mitume wa Bwana katika kueneza injili walihubiri, na kuhubiri kwao kukadhihirika kwa shuhuda za matendo. Miujiza ilitendeka, ishara zilitendeka, mambo ya ajabu yalitendeka. Hapo ndipo ilileta kubadilika kwa maisha ya wengi. Tunaweza tukaubadilisha mji wa Marekani kupitia kwa ushuhuda wa matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana bape sifa. Tumpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunataka tukaweze kujifunza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8. Tutaenda kujifunza kwamba ushuhuda unatokana na wapi. Jana bape sifa. Na tutakaposoma hapo tutaweza kujua kwamba mwanzo wa ushuhuda ni kuviviwa Roho Mtakatifu ama kumpokea Roho Mtakatifu. Ukishampokea Roho Mtakatifu, hapo ushuhuda utaanza. Hapo ndipo nguvu utapokea za kuhubiri, nguvu zitatokea za kumtumikia Mungu, na ujasiri ambao hautakuwa ujasiri wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tukasome hapo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi kule mstari wa 8, na tutasoma kwa jina la Bwana. Kitabu kile cha kwanza
na nikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kuyahubiri na kuyafundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi, baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai. Akawatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Hapa anasema ya kwamba akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu mtapokea nguvu, na mkishapokea nguvu, hapo mtakuwa mashahidi, kwa sababu Roho Mtakatifu atawapa nguvu na uwezo wa kuponya wagonjwa, atawapa nguvu na uwezo wa kufundisha na kuhubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu katika Yerusalemu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pande zote katika Yerusalemu, ya kwamba mtaenda na kuihubiri Injili. Hivyo ni kwamba wagonjwa watapona, waliofungwa na pepo watafunguliwa, miujiza itatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupigie Yesu makofi. Nguvu ya kutenda miujiza inatokana na nguvu ya Mungu. Wakati Roho Mtakatifu amekujilia juu yako, hapo ndipo ushuhuda utapatikana. Mtu ambaye hajapokea Roho Mtakatifu hana nguvu ya kuhubiri wala nguvu ya kushuhudia matendo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mtu hajapokea Roho Mtakatifu hawezi kumtoa pepo. Pepo anatolewa na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa na nguvu, maana nguvu ya Mungu ni moto, na ule moto una nguvu ya kumfukuza pepo aliye ndani ya mtu. Jana wape sifa. Ndiposa mitume baada ya kwamba wamepokea nguvu, walienda kuhubiri Samaria, walienda kuhubiri Yudea, walienda kuhubiri Yerusalemu, na miujiza na ishara ziliweza kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Walishuhudia habari ya Yesu Kristo kutoka mwanzo wa Injili, wakati ule alipoanza kufundisha na kuhubiri, ya kwamba wagonjwa walionekana wakipona, wale walikuwa wamefungwa na mapepo walionekana wakifunguliwa na kuachiliwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpige Yesu makofi. Tukiwa hapa siku ya leo na mchana wa leo, tunahitaji kutembea na ushuhuda wenye nguvu. Ushuhuda wenye nguvu inayotokana na matendo ya Mungu. Wagonjwa wapone katika maisha yetu, waliofungwa na pepo wafunguliwe katika maisha yetu. Maana Injili ni matendo. Jana wape sifa. Injili ni matendo. Maana isingekuwa ni matendo, Yerusalemu hawangeokoka, kule Samaria wasingeokoka. Lakini kupitia kwa matendo, hapo ndipo wengi walimwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Na ndiposa tunataka ya kwamba tunaposimama hapa tujue ya kwamba nguvu ndio iletayo ushuhuda ndani yetu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ndio iletayo ushuhuda kwa maisha yetu. Amen. Jana wape sifa. Jana wape sifa. Na hivyo ni kwamba kwa sababu
hiyo Bwana anasema hivi ya kwamba nitawaletea msaidizi. Kazi ya msaidizi ni kukupa nguvu ya kwenda kuhubiri neno. Na ndipo anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, na yule anayeamini na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zote zitaambatana nanyi, zitafuatana nanyi. Je, ni ishara gani? Ni ishara za watu kupona. Na maandiko anasema hao mitume wakati wakihubiri Injili walipitia vijiji tofauti, na vile vijiji walivyopitia kulikuwa na waganga, kulikuwa na wachawi, kulikuwa na watu wa kila aina, kulikuwa na hata wale waliopinga Injili. Lakini kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yao, hawakuogopa upinzani wa wale waliokuwa wanapinga Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikawa hata majirani zako, hata ndugu zako wamepinga ushuhuda wako, lakini hilo lisiwe sababu ya wewe kuacha kutangaza nguvu ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa sababu mtu wa kupinga wa kwanza ni yule ambaye yuko pale karibu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Bwana hadui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Wale walio karibu ambao wamekuzingira, hao ndio watapinga. Yesu Kristo hakukubalika kwenye nchi yake. Ijapo ya kwamba alifanya miujiza, lakini hakumpokea kama Mwokozi. Wengine wakamwita huyu ni mwana wa Mary, huyu ndugu zake ni hawa. Kwa hivyo hawakumheshimu. Lakini pamoja na hayo yote, miujiza ilitendeka, ishara zilitendeka, maana shetani aliweza kushindwa na kazi zake zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Tumpigie Yesu makofi. Mahali ambapo kuna Yesu lazima ishara zitakuwapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima ushuhuda utakuwapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ikiwa kuna watu wanapinga Injili, mwanzo wakati watu wanapinga ndipo wakati Mungu atajitukuza zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana hata wakati walipomfunga Paulo gerezani, wakiwa na Paulo na Sila pale gerezani, ndipo Mungu alifanya miujiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ushuhuda ukapatikana ya kwamba kweli ushuhuda huu ambao wanahubiri kuhusu Yesu ni wa kweli. Yesu ni uhai, maana miujiza imetendeka, hata milango ya gereza imefunguka. Askari ambaye alikuwa mlinzi wa gereza, baada ya kushuhudia hayo, aliingia ndani kwa hofu nyingi sana, akataka kujiua. Lakini mitume akamwambia, usijiue, maana sote tuko hapa. Vita vyetu sio vya nyama na damu, vita vyetu sio vya mwili, bali ni vya roho. Hawa mitume wa Bwana hawakutegemea uwezo wao, hawakutegemea nguvu zao, lakini kwa kutegemea Yesu Kristo na kwa neno la imani na kwa maombi, Bwana alijitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hapa Mungu anapigania watu wake kwa njia ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Yesu makofi. Unaweza ukashuhudia, lakini sasa watu wanataka kuona, je, huo ushuhuda matokeo yake ni gani? Hawa walishuhudia Yerusalemu, walishuhudia Samaria, na katika kushuhudia miujiza iliambatana na wao. Tunahitaji kama kanisa tuwe na ushuhuda, na huo ushuhuda uonyeshe kazi ama nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nguvu ndio itakayodhihirisha ile neno la imani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana sifa. Na mahali ambapo hakuna kutii, mahali ambapo hakuna unyenyekevu, Mungu hawezi kufanya miujiza. Wakati unapitishwa katika hali za uchungu, hapo ndipo mahali pa kudumu katika kumwamini Mungu. Hapo ndipo mahali pa kudumu katika kumtegemea Bwana. Sio mahali pa kunung'unika, sio mahali pa kuogopa na kufikiria na kuwaza kuchukua maamuzi mengine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana sifa. Kwa sababu kama yeye mwenyewe alisema ya kwamba sitakuacha na wala sitakupungukia. Amini hilo neno. Kwamba Mungu ni kweli, hata kuacha wala hata kupungukia kwa maisha yako. Atakuwa pamoja na nyumba yako, atakuwa pamoja na watoto wako, atakuwa pamoja na familia yako.
itakuja kwa njia gani, lakini Mungu atasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapoteswa na katika kuteswa kwetu kwa sababu ya Injili, Bwana yu karibu na sisi zaidi. Amen. Na ndipo nasema usiteswe kwa sababu umetenda ovu, lakini ikiwa utateswa kwa sababu ya haki, shukuru Mungu na uendelee kumtumainia Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mateso yako na dhiki zako zina faida mbele za Bwana. Mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana huwaponya kwa hayo yote. Jana wape sifa. Na Yesu Kristo alidhihirishwa ndani yetu kwa njia ya ishara na kwa njia ya miujiza. Wakati unapomhubiri Kristo, wengine hawamuoni huyo Kristo, lakini zile kazi na yale matendo wataamini kwamba Kristo ni kweli. Jana wape sifa. Wataamini kwa zile kazi, wataamini kwa zile ishara ambazo zinatendeka kwa maisha yako. Jana wape sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usiwe mtu wa kukata tamaa, usiwe mtu wa kuvunjika moyo, usiwe mtu wa kunung'unika wala mtu wa kulalamika wakati unapopitia majaribu, kwa sababu majaribu ni njia moja ya Mungu kujitukuza kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Wakristo wa leo wakati wanapopitia jaribu, huo ndio wakati wa kupima sasa, huyu Mungu ambaye ndio nilisema ananipenda, mbona nipitie haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kweli huyu Mungu ananipenda, mbona anipitishe katika njia hii? Nimejitahidi kwa njia zozote, nimejitahidi kuwa mwaminifu, lakini mbona basi nipitie haya niliyopitia? Haupasi kuwa na maswali kama hayo, lakini unapopitia majaribu kama hayo, mshukuru Mungu na uendelee kumsifu na uendelee kumwabudu. Mungu atajitukuza kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Tupigie tena Yesu makofi. Kwa hivyo hapa tunafundishwa kwamba kuna nguvu ambayo utaipokea, na hii nguvu itakupa uwezo na nguvu za kushuhudia bila kuogopa mtu yeyote. Hautaona haya wakati wa kuaibishwa, kwa sababu lazima kuaibishwa utaaibishwa, lazima kuchekwa utachekwa, lazima kudharauliwa utadharauliwa, lazima kutengwa utatengwa na utakataliwa. Lakini wakati unapoyapitia hayo, muangalie Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muangalie Yesu, kwa sababu Yesu anajua kila pito unalopitia kwa maisha yako, na hakuna pito ambalo unapitia ambalo halitakuwa na faida yake. Na ndipo anasema ya kwamba leo hii utapitia huzuni, lakini kesho ni furaha. Leo hii unapitia aibu, lakini kesho ni heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, Bwana pesifa. Utadharauliwa leo, lakini kesho utaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni heri ya kwamba uvumilie wakati unapoaibishwa, uvumilie wakati unapotengwa na kukataliwa na wanadamu, maana siku moja Mungu atakuheshimisha kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupige Yesu makofi. Ufunuo wa Yohana sura ni ile ya 12 kuanzia mstari wa 7 hadi ule wa 12, na nitasoma kwa jina la Bwana. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mushtaki wa ndugu zetu
yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Shetani anajua kwamba wakati wake wa kuhukumiwa ukaribu, na ana ghadhabu. Ghadhabu ni hasira. Sifa. Vita vilipopiganwa kule mbinguni havikuwa vita rahisi. Mikaeli na malaika zake akapigana yule joka. Sifa. Wakapigana na joka ambaye ni shetani na ibilisi. Na baada ya vita hivyo, shetani akashindwa kule mbinguni, akashushwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaonyesha mamlaka ya Mungu na nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu na ukuu wa Mungu kwa maisha yetu. Mungu tunayemwabudu ana uwezo kuliko nguvu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapa maandiko anasema ya kwamba baada ya kutupa huko duniani, sauti ikasikika ya kwamba sasa kumekuwa wokovu kwa Mungu wetu. Lakini ole wa nchi na dunia na wale wanaokaa huko duniani, kwa sababu huyo mwenye kuwashtaki nyinyi usiku na mchana ana ghadhabu, maana anajua wakati wake ni mchache sana. Shetani anazunguka kuangalia yule ambaye yuko weak, ambaye ni dhaifu, ili apate kumwangamiza. Na maandiko yanasema hunguruma kama simba. Yeye sio simba, lakini anaunguruma mfano wa simba, akitafuta mtu ili ammeze. Maandiko yanasema shika sana ulicho nacho, ili mtu asije akaitoa taji yako. Usidanganywe na mtu yeyote kuhusu majaribu ambayo unapitia, ama vita ambavyo inaweza kuwa unapitia kwa maisha yako. Amini Mungu wako anakushindania. Amini Mungu wako amekushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Na ndiposa kila siku tunahitaji kuwa tayari. Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Wokovu ni vita, imani ni vita, injili ni vita. Yesu anawaambia tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, na mwenye nguvu huteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ni vita. Haupatikani kwa hiari, haupatikani kwa rahisi. Unahitaji kuung'ang'ania, unahitaji kupigana ili ukaweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutashinda kwa nguvu zetu za mwili, hatutashinda vita kwa nguvu zetu za kibinadamu, lakini kupitia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Na nguvu ya Roho Mtakatifu inapatikana kupitia kwa kunyenyekea katika kumwomba Mungu. Bwana atakujilia na atakujaza nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Udanganyifu wa hii ulimwengu ni mali na ufanisi na utajiri. Wengi wamedanganyika. Ndiposa maandiko yanasema msio watu wenye tabia ya kupenda fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Watu wamekuwa wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Wamekuwa wenye kupenda fedha kuliko kupenda Mungu wao. Hawapendi maonyo, hawapendi mafundisho. Sifa. Na maandiko yanasema hivi ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa kuwafundisha watu na kuwaongoza na kuwaadibisha, ili kwamba wakaweze kukamilika mbele za Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa. Hivyo tunahitaji
unahitaji kujua ya kwamba unahitaji kila wakati usimame kwa neno la ushuhuda. Je, Mungu alikufanyia nini kwa maisha yako? Yesu alikutendea nini kwa maisha yako? Je, huyu Yesu unamjua kiasi gani kwa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Usimjue hapa juu juu. Umjue Yesu na nguvu zake. Umjue Yesu na mamlaka yake aliyokupa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wokovu tu wa kuingia kanisani na kurudi nyumbani. Sio wokovu wa kuingia kanisani na kurudi nyumbani. Tafuta nguvu ili ushuhuda wako uthibitike kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumesikia watu wamebackslide.